Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa China Xi Jinping wametia saini tamko la pamoja la kuunga mkono kuundwa kwa mfumo mpya wa dunia wenye nguvu nyingi, yaani multipolar world. Hatua inayotajwa kulenga kubadilisha mfumo wa sasa wa mahusiano ya kimataifa unaotawaliwa na mataifa ya Magharibi. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya viongozi hao kufanya mazungumzo mjini Beijing nchini China, ambapo pia wameshuhudia utiaji saini wa zaidi ya makubaliano 20 ya ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, nishati, teknolojia na diplomasia, kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya China na Urusi. Kwa mujibu wa taarifa ya Kremlin, viongozi hao pia wametia saini tamko maalum la sera lenye kurasa 47 linalozungumzia mfumo wa dunia wenye usawa na nguvu pamoja na kuongeza uratibu wa kisiasa na kiuchumi katika mataifa hayo mawili. Aidha, Putin amesema matumizi ya sarafu ya ruble na yuan katika biashara kati ya Urusi na China yanalenga kulinda ushirikiano wao wa kiuchumi dhidi ya ushawishi wa nje pamoja na kupunguza utegemezi wa mifumo ya kifedha inayodhibitiwa na mataifa ya Magharibi. Rais huyo amehitimisha ziara ya kiserikali ya siku 2 mjini Beijing Mei 20 mwaka 2026, ikiwa ni ziara yake ya 25 nchini humo. Ziara hiyo ilihusisha mazungumzo ya ngazi ya juu na rais wa China, yakilenga kuimarisha zaidi kile kinachoitwa ushirikiano wa kimkakati wa hali zote kati ya mataifa hayo mawili. Katika mazungumzo hayo, pande zote mbili zilijikita zaidi katika masuala ya uchumi, hususan mikataba ya nishati, biashara na uwekezaji. Huku Putin akisindikizwa na ujumbe mkubwa wa viongozi wa serikali na wakuu wa makampuni ya gesi na mafuta zinazomilikiwa na dola, jambo linaloonyesha umuhimu wa sekta ya nishati katika uhusiano wa Urusi na China. Aidha, mkutano huo ulifanyika katika mazingira ya mvutano wa kimataifa na vikwazo vinavyoendelea dhidi ya Urusi, huku viongozi hao wakisisitiza kuimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi na kisiasa. Na kwa mujibu wa taarifa za mkutano huo, mazungumzo yalionekana kuimarisha zaidi mshikamano kati ya Moscow na Beijing katika mfumo wa kisiasa na kiuchumi wa dunia unaobadilika. Wakati huo huo, ikumbuke kuwa rais wa Marekani Donald Trump pia alitembelea China muda mfupi kabla ya Rais Putin kufika China, na mazungumzo yao yalihusu masuala ya kimataifa, huku wakiongelea Iran, Taiwan na Korea Kaskazini, pamoja na makubaliano mapya ya kiuchumi yaliyolenga kupunguza mvutano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Mfululizo wa ziara za viongozi wakubwa mjini Beijing ulionekana kuifanya China kwa kitovu cha mazungumzo ya kimkakati ya kimataifa ya kisiasa na kiuchumi, huku ikionekana kuwa na ushawishi mkubwa katika kuimarisha na kuelekeza ushirikiano kati ya mataifa makubwa duniani. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Consolata Chaliga wa Ayo TV.